Jeshi la Mapinduzi la Iran yani IRGC limetangaza kuwa katika wimbi la 81 la Operation True Promise 4 zaidi ya shabaha 70 ndani ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na Israeli zimepigwa kwa usahihi wa hali ya juu. Si drone tena, bali ni makombora mazito ya balistiki yaliyopenya mifumo ya ulinzi na kupiga kule yalikoandikiwa. Ripoti kutokea Tehran zinataja safu ya makombora ya kutisha yaliyotumika katika shambulio hili. Makombora ya Emad na Kiam yanayojulikana kwa uwezo wake wa kukwepa rada yaliongoza mashambulizi hayo, lakini kilichoshtua dunia ni matumizi ya Khorramshahr 4, kombora lenye uwezo wa kubeba kichwa kizito cha mlipuko na kupiga kwa usahihi wa mita chache. Pamoja na makombora ya kadri, silaha hizi zimepiga zaidi ya maeneo 70 ikiwemo vituo vya mawasiliano, maghala ya silaha na viwanja vya ndege vya kijeshi. Hii inaonyesha kuwa Irani imefanikiwa kuvunja kile kinachoitwa ngome isiyopenyeka ya Israeli kwa kutumia makombora yanayoweza kuongozwa mpaka yanapofika kwenye shabaha. Kupiga shabaha 70 kwa mpigo mmoja ni ujumbe wa Pentagon na Tel Aviv kwamba Irani ina uwezo wa kuchagua nini cha kuharibu na lini. Matumizi ya makombora ya aina 4 tofauti kwa wakati mmoja yanalenga kuzidisha shinikizo kwenye mifumo ya ulinzi kama Arrow na Patriot, ambayo sasa inalazimika kupambana na makombora yenye kasi na mbinu tofauti za ushambuliaji. Hii inaashiria kuwa Irani imeamua kutumia silaha zake za akiba, yani reserve asset, ili kuhitimisha mzozo huu kwa kutoa pigo ambalo halitasahaulika. Emad, Kiam na Khorramshahr 4 zingemzungumza leo. Je, Israeli inaweza kuhimili mawimbi mengine kama haya ikiwa vita vitaendelea? Niandikia maoni yako hapa chini. Unadhani matumizi ya makombora haya ya Precious ndiyo yanaamua mshindi wa vita hii? Mimi ni Dr. Wateka, asante kwa kufuatilia ndani ya Locha Media.